Katika habari za kisiasa, mgogoro wa kisiasa nchini Marekani unazidi kupamba moto, ambapo makamu wa rais wa zamani ndugu Kamala Harris ametoa wito wa wazi kwa Wamarekani kuingia mitaani na kufanya maandamano makubwa kama njia ya kukabiliana na kile alichokiita udikteta, yaani Trump. Wito wa Kamala Harris unasisitiza mada anayoipigania kwa muda mrefu, yaani ulinzi wa demokrasia dhidi ya vitisho vya udikteta, huku akionyesha mfumo wake wa hakuna wafalme, yaani no kings. Katika matamshi yake mbalimbali, hasa wakati wa kampeni na ziara za kutangaza kitabu chake, Kamala Harris amekuwa akitumia lugha kali kueleza mpinzani wake mkuu, yaani Donald Trump, akisisitiza kwamba uongozi wake unalenga kuharibu misingi ya Marekani. Alikumbusha historia ya Marekani iliyojengwa juu ya kupinga mfalme George wa tatu, akisema hawakupigana, hawakujitolea na hawakutoa maisha yao ili tuje kuacha uhuru wetu wa kimsingi, ili tuje kujisalimisha kwa matakwa ya dikteta mwingine mdogo. Wito wa Kamala Harris wa kufanya maandamano makubwa unajikita katika imani ya kikatiba ya uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Kwa Marekani, wito huu unakusudiwa kuhamasisha haki ya msingi ya kupinga mamlaka wakati wanapoamini inatishia uhuru wao, iwe ni kupitia maandamano ya amani dhidi ya sera za serikali au kupinga vitisho vya kusudi vya demokrasia. Msimamo wa Kamala Harris unathibitisha kuwa anataka kuwapa nguvu wananchi wa kawaida kama ulinzi wa mwisho dhidi ya kiongozi yoyote, iwe anavyoongea au anavyotarajia kuongoza. Anataka kufanya madaraka yake kuwa ya kifalme na yasiyo na mipaka. Sasa je, wito huu wa makamu wa rais wa zamani utapokelewa vipi na umma? Na je, utaongeza mvutano wa kisiasa katika msimu huu wa uchaguzi? Nadhani Kamala Harris ameamua kuja kipindi kizuri sana ambacho anaona kama anapata nguvu kutoka kwa watu wengi kutokana na kile ambacho Trump ameendelea kukifanya. Ijapokuwa watu wameita timing yake ni mbovu, hatujajua kwa maita haya. Ngoja tuendelee kusubiria kwa siku ya leo ambayo ameitisha maandamano, yaani Oktoba 18, tuone kama labda inaweza kuja kuwa bora na akafanikisha kile ambacho anakiwaza kichwani mwake.